Zangu, leo tunaadhimisha hii sherehe ya kupaa ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kawaida sisi tunaadhimisha siku ya Alhamisi, tuseme Alhamisi iliyopita, kwa sababu tukihesabu siku 40 kama ilivyosema katika somo la kwanza, na baada ya siku 40 alipaa. Kwa hiyo tukihesabu tangu kesha la Pasaka mpaka Alhamisi tunapata siku 40. Lakini ndio Roma anaadhimisha siku ya Alhamisi, pengine pia siku Alhamisi, lakini katika maeneo kadhaa na kama hapa, na kwa nia za kichungaji, kwa kufanya vizuri, kwa kuwapa watu kushiriki zaidi katika hii sherehe, sisi tunaweka katika siku ya Jumapili ambayo ni leo Dominika ya saba ya Pasaka, ya saba ya Pasaka. Na hii ni muhimu sana, na zote mbili ndio ni kuwapa nafasi ya kanisa nzima na waamini wote kushiriki, na hasa siku za Jumapili ambayo ni amri, sisi hatuwezi kukosa ibada ya Ekaristi siku za Jumapili. Kwa hiyo sisi tunapata nafasi kweli ya kushiriki katika hii sherehe. Sherehe ya kupaa ya Bwana wetu Yesu Kristo ni rahisi kuelewa, ni kwamba Yesu Kristo baada ya kutumwa na Baba yake anakuja kutuokoa kwa njia ya msalaba, kwa njia ya mateso, msalaba, kifo, na baada ya ufufuko anatimiza, tuseme, ahadi za baba yetu. Na anafanya nini? Baada ya kumaliza hamna cha kufanya, tuseme sasa anakuja mtu mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu kwa kuendelea kazi yake. Mungu pole anataka pole kujidhihirisha kwetu. Akijidhihirisha mara moja, sisi hatuwezi kupokea. Angalia ni vizuri kwamba mahusiano yetu na huyu Mungu ambaye ni kubwa mno, sisi tuna matatizo mara nyingi ya kumshuhudia, ya kumwabudu. Sasa tukijua kwamba yeye ni kubwa zaidi kuliko ninavyofikiri, yeye ni Baba, yeye ni Mwana, yeye ni Roho Mtakatifu, hatuwezi kupokea dhihirisho mara moja tu. Kwa sababu hiyo Yesu Kristo, Mungu anadhihirisha katika Agano la Kale tunaona sura yake ya Baba zaidi, lakini ndio Roho Mtakatifu na Kristo alikuwa pale, lakini baadaye tunaona Yesu Kristo katika Agano Jipya, na wakati wa kanisa tunaona jinsi Roho Mtakatifu anasindikiza kanisa lake. Kwa hiyo sasa huyu Yesu Kristo baada ya kutimiza hayo yote anapaa mbinguni. Anapaa, najua kwamba maana yake kwamba tuna mwili mmoja ambayo imebadilika, ya mwanga, ambayo kwa kweli ni halisi pale mbinguni, na anatuombea. Ukweli ni kwamba sisi tuna miili miwili, Yesu Kristo na Bikira Maria ambaye alipalizwa mbinguni. Hii ni kitu ambacho Mungu anataka kufanya na sisi sote. Tutapalizwa wote kwenye mwisho wa nyakati. Sisi sote tutapalizwa, tutaenda kwa Yesu Kristo, kwa Mungu. Hayo yote Mungu anataka, lakini alitutangulia na pale anatuombea. Hii ni kitu muhimu sana. Zaidi ya hayo, katika hii dhihirisho, tukio kwamba Yesu Kristo anapaa mbinguni, yeye mwenyewe hata katika kitabu cha Mtakatifu Yohane anasema amekuja kutoka kwa Mungu, sasa anarudi kwake, kwa sababu tunaona kwamba Mungu hachoki, tuseme, kuonyesha tu ufufuko wa mwanao, anataka zaidi, anataka kuonyesha zaidi. Kwa hiyo hayo yote ipo katika mpango wake, kwamba baada ya kutimiza anaketi kuume kwa Baba na anatuombea. Anatuma mtetezi, anatuahidi mtetezi, na anafanya hayo. Anatuma wanafunzi wote kubatiza, kutangaza Injili, kutangaza. Ni kweli kwamba tangu mwanzo yeye anadhihirisha kwa kikundi kadhaa. Kwanza kabla kwa watu wa Israeli, Mungu anafanya hayo, na watu wa Israeli wamealikwa, hata wenye dhambi na mioyo migumu, kuonyesha upendo wa Mungu, kuonyesha uwepo wa Mungu kwa ajili ya majirani watu. Vile Kristo anachagua watu kadhaa wachache, na pole anaanza
anatuma watu kueneza ile Injili, habari kwamba Mungu anatusamehe, kwamba Mungu alitusamehe akachukua dhambi zetu mara moja. Anachukua, atasema Paulo baadaye, anachukua dhambi zetu ili sisi sasa ili sasa tusiwe na sababu yoyote ya kusema kwamba Mungu yupo na ananisindikiza. Hii ni kitu muhimu katika uinjilishaji, kwamba sisi sote baada ya kupokea neema na baraka kutoka kwa Mungu au baada ya kubatizwa, sisi sote tumealikwa kuendelea kutangaza. Tunashangaa kwamba kuna watu, sijui kama kuna watu siku hizi ulimwenguni kwamba hajawahi kusikia habari za Yesu, au kwa wazo hasi au chanya, lakini nadhani ameshasikia habari yoyote. Lakini sasa ni kupokea, kwa sababu kitu kimoja ni kusikia, kitu kingine ni kupokea ndani ile habari kwamba Mungu kweli anatupenda, kwamba Mungu kweli amenisamehe, na sasa mimi naweza kweli kumfuata, kwamba kwa sasa mimi lazima niache dhambi, uchoyo, maisha ovyo ovyo, niwe pale kwenye somo la pili nasema tuwe na hekima, kipaji kimoja ya Roho Mtakatifu ya kweli kufanya upambanuzi vizuri. Tatizo letu mara nyingi ni kwamba sisi tunataka kufanya dini kadiri tunavyofikiri. Yesu Kristo lazima iwe hivi, na mimi nitafanya hivyo, nitasali kwa njia hiki na hiki na hiki na pale, lakini mwishoni kwa nini baadaye kuna malalamiko? Kwa nini Mungu hanisikie? Kwa nini Mungu sijui? Bila shaka kwa sababu sisi hatujalikwa ndani ya tuseme dini, lakini ndani ya Ukristo, kwa sababu daima nasema kwamba Ukristo sio dini. Ukristo ni njia, Ukristo ni ukweli. Amesema Yesu Kristo, Kristo ni kufuata mtu, sio dini. Dini ni kitu kidogo, na tukisema kwamba Ukristo ni dini lakini Ukristo ni zaidi. Ukristo kweli inaendelea kufanya kama ile neno lilifanyika mwili katika Yesu Kristo, inaendelea kufanya ndani yetu, na tunaona halisi uwepo wa Mungu, uwepo wa Kristo, na imani yetu inathibitisha hayo. Kwa hiyo ni muhimu kuangalia kwamba hatuwezi kufanya njia yetu. Sisi tuna njia tayari ya kufuata. Tuna Injili na kweli kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye inatuangazia ndani na inafanya sisi kusema kwamba Yesu Kristo ni Bwana, Yesu Kristo ni kweli, na pole pole tunaanza kugundua ile ukuu wake, tuseme, na tunaanza ndani kwa unyenyekevu kugundua kwamba bila yeye mimi siwezi, bila yeye. Na kama ninafanya uinjilishaji, kama nimebatizwa, kama ninasikia upendo, hakuna njia nyingine ya kubaki na upendo tu. Ubaki peke yako na upendo baada ya kuonja upendo wa Mungu. Na upendo inafanya wewe kutoka upendo na kuthibitisha upendo wa Mungu. Inafanya wewe kusamehe mke wako, inafanya wewe kusamehe mume wako, inafanya wewe kuvumilia boss wako bila kumhukumu. Inafanya upendo wa Mungu ambaye inakuja pamoja na mafundisho ya Yesu Kristo, kwa sababu anasema kubatiza na kufundisha. Mara nyingi tunasahau hii neno kufundisha. Kubatiza, enendeni kubatiza na kuwafundisha. Hayo yote niliyoamuru ninyi. Hayo yote sisi sote daima sisi tunafundishwa, tukija tuseme daima tukishiriki kama mwili wa Kristo ndani ya kanisa. Hata sasa sisi tunapata chochote neno fulani ambayo baadaye linaanza kufanya mwili nje, kwa sababu tukisema msameheane, utapata tukio kadhaa katika maisha yako ambayo kweli unapata ile changamoto ya kumsamehe au kutosamehe, ya kuabudu hela au kutoabudu hela. Nimesikia kanisani kwamba hela ni kama miungu. Lakini kitoka ile kishawishi nje ya kanisa, wewe utaona kumfuata kishawishi au kweli kuonyesha fadhila za kimungu. Na hayo yote tunaweza kufanya katika kila kishawishi, lakini ujue kwamba sisi tuna ufahamu ya kidogo angalau kitu gani ni kizuri, kitu gani sio kizuri,
na kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye alifanya wewe kusikiliza siku moja na kukaa na ile mafundisho ndani yako, na pole pole hata kama mara nyingi hatushike lakini ipo pale. Tatizo letu hapa mara nyingi ni kwamba sio kwamba sisi hatujui chochote. Sisi tunajua. Ujue kwamba Wakristo sio wapumbavu. Ninyi nyote na mimi tumepewa Roho Mtakatifu wa Mungu, na tunaamini kwamba ndani yetu kuna kitu fulani ambayo inatusindikiza katika maisha. Ile kipaji ya Roho Mtakatifu ni ya kweli. Sisi baada ya ubatizo kwa kupokea Roho Mtakatifu ndani yetu ni kama inafanya sisi kuelewa vizuri. Sijui kama umeshakutana na mtu ambaye haelewi kabisa na hana dini. Mimi nimeshakutana, lakini ni kwamba ni kama mtu mzima kumsindikiza, ni kama mtoto fulani ambaye pole pole unahitaji kuelezea hivyo na hivyo, hasa mambo ya kidini. Lakini sisi sote kwa njia moja, na sisi ndani yetu sisi tuna ile uwezo ya kumjua Mungu, uwezo ya kumfahamu, uwezo ya kweli ya kuomba imani, ndio, na kuimarisha ile imani, na tukiwa pole pole na mahusiano mazuri naye. Kwa hiyo basi sisi tunatarajia kupokea Roho Mtakatifu au tuseme kusherehekea Roho Mtakatifu wiki ijayo, Dominika ijayo, na tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kweli tukiwa mwaminifu katika novena ya Pentekoste, lakini vile vile kuangalia kwamba Yesu Kristo anapaa mbinguni na anatuombea, na sasa hivi anatuangalia, anatutazama, na bila shaka daima anataka kutulinda, lakini lazima sisi kweli tujiweke katika mkono wake, kuomba msaada wa Yesu Kristo na kila siku, na kumwambia Bwana Mungu, unisaidie. Mimi siwezi, unajua udhaifu wangu, unajua jinsi ninavyotenda, unajua kwamba mimi na kikomo changu, mimi sifiki popote bila wewe. Na hayo ni sala ya unyenyekevu ya kila siku. Na vile vile katika ibada hii sisi tumealikwa kufurahi kwa sababu Mungu anatenda mema, anaenda na anatuma Roho wake Mtakatifu. Na kwa sababu hiyo Zaburi nasema Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu. Tufanye ibada hii hivyo, na ibada ya kumshukuru, ibada ya kufurahi, ibada ya kuimba, ibada ya kweli kwa kelele za shangwe kwa ajili ya huyo Bwana wetu Yesu Kristo.